Leo mtu wa Mungu, nataka nikutafakarishe kitu kuhusiana na kwa nini Ethiopia haikuwahi kutawaliwa na wakoloni. Kwa nini? Of course tuna sababu za kihistoria, kwamba ni nchi ya milima, kwa hiyo walikuwa wanakimbilia milimani, na huko milimani ikawa ni ngumu sana kupigana nao kwa sababu wako juu ya milima, wao wako chini. Hawa wakoloni walipigwa sana, kwa hiyo wakashindwa kuwatawala. Hivyo ndivyo ambavyo historia inatuambia hivyo. Lakini tukienda kwenye spiritual perspective, utagundua kwamba Mungu hakutaka Ethiopia itawaliwe, kwa sababu maalum ni kwamba katika historia, ukienda katika makumbusho ya Ethiopia ni kule museum, utaona kuna mahali Biblia ile ya kale kabisa ambayo haijawahi kuchakachuliwa inapatikana Ethiopia. Ili mtu asije akazungumza kwamba Ukristo uliletwa na wazungu, kwa sababu hiyo ndo mada au ni topic ambao huwa inazungumzwa hasa tunapokuja kwenye imani ya Kikristo, ya kwamba hizi imani zililetwa na wazungu. Kwa hiyo iliachwa taifa moja lisitawaliwe kabisa na mtu yoyote, ili kuwepo kumbukumbu, ili kusiwe na sababu ambayo inaweza ikasema kwamba hii injili ililetwa na wazungu. Kwa Ukristo ulikuwepo Afrika kabla hata wazungu kuwepo. Kwa kuna mambo muhimu sana ya kihistoria yako hapo Ethiopia. Kwa Mungu hakuruhusu, kwa sababu mwisho wa siku Afrika nzima ilikuja kutawaliwa na Ethiopia. Ni ziko mali pale Ethiopia, ni nchi ambayo pia imebarikiwa kwa madini na rasilimali nyingi tu. Kwa hiyo baada ya kutawaliwa Afrika nzima, wakoloni wangeweza kuungana na kwenda kuipiga Ethiopia na kuweza kuitawala. Ingewezekana kabisa, kwa sababu Berlin Conference walipokaa kuyagawanya mabara yote ya Afrika, usije ukaniambia kwamba walifika kabisa wakaweka nukta kwamba, au wakafika hatua ya kuzungumza kwamba hili taifa hatutaweza kuliingia kwa sababu kwa namna jiografia yake ilivyokaa, na wakasalenda kabisa. Isingewezekana. Lakini ulikuwa ni mpango wa Mungu kwamba hili taifa lisiweze kutawaliwa, ili zibaki kumbukumbu ambazo hazijachakachuliwa. Kwa hiyo ni Biblia inayopatikana ya zamani sana, inapatikana Ethiopia, ambayo ina mambo mengi ambayo katika Biblia hii ya kawaida au ya tulionao sasa haipo au hayamo ndani. Lakini hiyo ni proof ya kuonesha kwamba Ukristo ni kitu halisi kabisa, na mambo ambayo yanazungumziwa kwenye Biblia si mambo ya kutungwa ama ni hadithi za kusadikika, lakini neno la Mungu ambalo li hai. Ethiopia haikutawaliwa, na mimi nilikuwa ni mpango wa Mungu ili kuweza kuhifadhi kumbukumbu maalum kabisa kwa vizazi vijavyo, ambao ni sisi tuweze kushuhudia kumbukumbu Ukristo ulikuwa kutoka enzi na enzi, kabla hata wakoloni hawajaja kuitawala Afrika. So take your research, upate tu kujua kwamba ziko siri nyingi sana hapa duniani ambazo hatujazigundua, ambazo zimefichwa katika vitabu, katika maandiko, lakini karibu tutazigundua zenye utata zaidi. Kwa tafuta muda wako, pata kwa study hiyo nchi ya Ethiopia, utaiona jinsi ilivyo. Yes. Kwa hiyo habari za Yesu Kristo si habari za kusadikika. Ni kweli kihistoria, kijiografia, lakini pia kisayansi ni proven, vitu ambavyo vinazungumzwa katika Biblia si vya kusadikika, ni vipo na ni halisi. Kwa hiyo kama hujampokea Kristo kwa Bwana mkombozi wako, ama una doubt habari hizi, chukua muda wako, tafuta, fanya utafiti, na kuhakikishia utarudi na majibu ya kwamba hakika ni kweli Yesu yu hai.